Kufuatia michuano ya kombe la dunia inayoendelea kutimua vumbi katika mataifa ya Mexico, Canada na Marekani, timu za Afrika zimekuwa zikionyesha vipaji vikubwa katika michuano ya kombe hilo, lakini mara nyingi hushindwa kufika hatua za mwisho za mashindano, ingawa wachezaji wengi wa Afrika hucheza katika ligi bora duniani. Mafanikio hayo ya mtu mmoja mmoja hayajatafsiriwa kikamilifu katika mafanikio ya timu za taifa. Mimi ni Ibrahim Hassan na hii ni TriGen Media. Najua una shauku ya kufahamu sababu hizo kinagaubaga. Sababu ya kwanza ni maandalizi yasiyo na mwendelezo. Baadhi ya timu za Afrika hukusanyika kwa muda mfupi kabla ya mashindano makubwa, jambo linalopunguza uwezo wa kocha kujenga mfumo wa pamoja wa uchezaji, yaani kila mchezaji na kilabu chake. Hii inatafsiriwa kwa wachezaji na vilabu vyao vya timu mbalimbali. Tofauti na mataifa mengi ya Ulaya na Amerika ya Kusini, timu nyingi za Afrika hukosa muda wa kutosha kufanya mazoezi ya pamoja. Sababu ya pili ni changamoto za kiutawala ndani na vyama vya soka. Mara kadhaa kumekuwa na migogoro kuhusu posho na maamuzi ya viongozi wakati wa mashindano makubwa. Migogoro hiyo huathiri morali ya wachezaji na kuwafanya washindwe kuzingatia mchezo kwa 100%. Sababu nyingine ni ukosefu wa uthabiti wa benchi la ufundi. Timu nyingi hubadilisha makocha mara kwa mara, hivyo hushindwa kujenga falsafa ya muda mrefu ya uchezaji. Mabadiliko ya mara kwa mara huwafanya wachezaji kuanza upya kila wakati badala ya kuendeleza mfumo uliojengeka. Nina matumaini unanipata hapo. Hebu tuendelee kidogo. Baadhi ya timu pia hutegemea sana uwezo wa nyota mmoja au wawili. Endapo wachezaji hao watafungiwa kucheza, kuumia au kuzibwa kwa wapinzani, timu nzima hupoteza ubunifu. Timu zinazofanikiwa kombe la dunia mara nyingi hutegemea mfumo wa pamoja kuliko ubora wa mchezaji mmoja. Na sababu ya tano ni ukosefu wa uwekezaji wa kutosha katika maendeleo ya vijana, miundombinu na makocha. Nchi nyingi za Afrika bado zinahitaji kuboresha akademi za soka, viwanja vya mazoezi na programu za kukuza vipaji ili kuzalisha kizazi cha wachezaji wenye ushindani wa juu kwa muda mrefu. Kwa upande wa ushindani, timu za Afrika mara nyingi hukutana na mataifa yenye uzoefu mkubwa wa mashindano ya kimataifa. Mataifa hayo yana mifumo iliyokomaa, wachezaji wenye uzoefu wa mechi za presha kubwa na uwezo wa kusimamia mchezo katika dakika maalum. Mara nyingi tofauti hiyo huonekana katika hatua za mtoano ambapo makosa madogo huamua matokeo. Lakini si haba. Hali inaanza kubadilika kwa baadhi ya vilabu vya Afrika. Mafanikio ya Morocco pekee kufika nusu fainali mwaka 2022 yameonyesha kuwa timu za Afrika zinaweza kushindana na mataifa makubwa. Aidha, maendeleo ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa uwekezaji katika maendeleo ya vijana, makocha na miundombinu unaanza kuzaa matunda katika nchi mbalimbali za Afrika. Ili timu za Afrika ziweze kutoa kombe la dunia siku zijazo, zinahitaji kuendelea kuimarisha utawala wa soka, kuongeza uwekezaji katika maendeleo ya vijana, kuwapa makocha muda wa kujenga timu na kuhakikisha maandalizi bora kabla ya mashindano. Hapo vipi? Nina imani bado unanipata. Nidhamu pia ni jambo la kutiliwa maanani sana. Umoja na uthabiti wa kiufundi ni mambo muhimu yatakayosaidia kuongeza ushindani dhidi ya mataifa makubwa. Mwisho kabisa, kwa ujumla, sababu zinazofanya timu za Afrika kuaga mapema katika kombe la dunia si ukosefu wa vipaji, la hasha, bali ni mchanganyiko wa changamoto za maandalizi, uongozi, uwekezaji na uzoefu wa mashindano. Endapo maeneo hayo yataendelea kuboreshwa, kuna uwezekano mkubwa wa kuona timu ya Afrika yoyote ile ikifika hatua ya fainali na hata kutoa taji la kombe la dunia katika miaka ijayo. Hii ni TriGen Media. Kwa heri kwa sasa.